Mzee Magoma, habari yako? Salama sijui. Tujaonana siku nyingi toka kesi ya Yanga ile bwana, ukapotea mjini. Nadhani nipo amjanitafuta. Mimi mjini nipo, nitapotea hapo wakati mimi mtoto wa mjini. Unaionaje timu yako mpaka sasa, mwenendo wa klabu ya Yanga kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara, mashindano ambayo wameshindania, lakini pia wametoa ubingwa wa muungano kule Zanzibar? Sisi kiujumla kwanza nikizungumzia timu iko vizuri. Timu iko vizuri. Na ubingwa ni sisi, ni jadi yetu ubingwa. Jadi yetu si kunyanyua makwapa, ndio jadi yetu kubwa. Sawa? Kwa hiyo sidhani kama kuna kitu kigeni. Wewe unaona kuna nini hapa katikati? Mpaka unaniuliza hivyo. Mwenendo wa timu yako unauonaje Mzee Magoma? Vizuri sana. Timu iko vizuri sana. Na matumaini ya kuchukua ubingwa? Bingwa nchi nani? Si ndio mimi? Hapo kwenye hoja ya ubingwa. Klabu ya Yanga kupitia uongozi wake walipeleka kesi CAS kule kupinga bodi ya ligi, maadhimio ya bodi ya ligi kuhusiana na mchezo wa Simba wa Kariakoo Derby, na kesi ile imerejea, majibu yake yametoka na kwamba klabu ya Yanga iende tena kwa bodi ya ligi pale TFF, kitu ambacho kwenye taarifa yao walioitoa uongozi wa klabu ya Yanga unasema hauna imani na bodi ya ligi pamoja na uongozi kwa sababu ya dhuluma zinazoendelea kwenye ligi yetu. Kwanza kwenye hili wewe unalizungumziaje? Alafu tuende kwenye pointi 3 ambazo mtakuwa mnazipoteza kama mtoenda kucheza dabi ya Kariakoo. Okay. Kwanza nilikuwa ni mmoja wapo mimi wa kusupport kwamba Yanga isiingize timu uwanjani kwa season namba 1, si ndio Kwa hiyo hii season namba 2 mimi sikuiafiki kwa sababu kukataa kwa sisi bado tulikuwa na sehemu ambazo za kupitia. Kwamba baada ya TFF kuna vyombo vya sheria hapa vya michezo. Vinatakiwa tupitie pale. Bado kuna baraza la michezo la taifa. Inabidi tupite hapo, alafu tuangalie hukumu zao zinakwenda vipi. Tukiona hukumu zao zinakwenda ovyo upande wetu sisi, ndio twende kule. Lakini sasa sielewi jinsi walivyokaa wao wenyewe baada sio kusema kwamba tusiingize timu, walivyokaa wakaamua kwamba kukata rufaa CAS. Hili sisi tulikuwa tulijui. Kama mashabiki, sio mashabiki, kama wanachama na wadau wenyewe. Kwa sababu hata mimi kama wanakaa na mimi chini nikisema kwamba sio ndio kukata rufaa kule. Sawa? Mimi naweza nikawapa kipengele. Unajua unaweza kwa nani huyu wakili ukadhani kwamba mambo ya michezo unaweza kufikiria kama vile mahakamani, unaingia mahakamani basi kile sheria hiyo. Sheria za michezo kuna sheria namba 12 ya baraza la michezo. Sawa? Kuna vipengele mule ndani. Unapekua vipengele vinazungumza nini? Alafu unachukua katiba ya TFF. Unaangalia na kanuni zinasemaje vile. Ndio upate jibu sahihi la kwenda kukata rufaa. Kwa sisi kama inaonekana tumekurupuka, na kukurupuka kwetu ni kwamba watu walifanya ni siri. Baada ile kuna wako wakapeleka kule. Sasa kule wameirudisha. Hapana. Kuna sehemu hamkuzipitia, mlitakiwa mzipitie hizo kwanza, halafu ndo mlete huko maamuzi yao. Sawa bwana? Kama wamkupata haki mleta huko. Sasa huku tunaporudi tunasema kwamba sisi hatuchezi ligi. Hatuna imani na bodi. Hatuna imani na TFF. Lakini ndo hao walioshika mpira. Chelo, yani ule mpira wa nchi wameshika hao. Ina maana kwamba wewe ukituhakikishia kwamba timu haingii uwanjani, sisi tushuke daraja la 4. Sawa wala? Tunyang'onye pointi 15, siku hiyo Simba anatangazwa kwa bingwa. Hebu niambie. Hii nchi itakuwaje? Chafuka. Injinia ataka. Ule uongozi utakaa hapa madarakani. Unatushusha daraja sisi tu daraja. Lakini baadhi ya wanachama wengi wamekuwa wakiunga mkono hiki kinachozungumzwa, na kwamba wanasema tuingize timu. Nasemaje kwa sasa hivi mzunguko ule kwenda season namba 2 hawaelewi. Lakini mimi sasa hivi nishaelewa kwamba hapa kuna kitu fulani ambacho kinachowindwa. TFF sio wetu. Sawa na bodi ya ligi sio wetu, sawa? Unasema nini ukisema sio wetu? Sio wetu kwa sababu mara nyingi sana zile taratibu hawazifuati. Kanuni wanapanga wao wenyewe. Mchezo kuailisha ndani ya masaa 24. Unailisha ndani ya masaa 3. Sawa, mtu kashakula sala, kashaweka timu kambini, kashalipa posho za wachezaji. Bado mpaka saa 4 siku ya mchezo unasema kwamba mchezo utakuwa uko pale pale. Ni kwamba tayari kuna machungu fulani hapa. Halitambui. Kwa hiyo vyombo vyote vile sio vyetu. Kwa ukishafahamu kama sio vyetu, wameweka mtego. Tarehe 15 timu ingizwe uwanjani. Usipoingiza ndo kitu ambacho wao wanachokihitaji ili wampe ndugu yao ile kombe. Kwa hiyo Mzee Magoma, unaamini kwamba TFF mpaka sasa wanatengeneza mtego ambao ukiwaangukia Yanga Simba anakuwa Yanga hawajitambui. Yaani huo mtego tulikuwa sisi, Yanga wengi hawajitambui. Kwa busara zako Mzee Magoma. Wewe ni mkongwe kwenye klabu ya Yanga. Ukipata nafasi ya kumshauri Hersi kwenye kipindi hiki kigumu ambacho masikio na macho ya wanachama wa Yanga
wanautaka ubingwa, lakini pia mechi hiyo ukiwauliza wengine wanasema tukacheze tu tuondoe maneno, lakini uongozi umesimamia msimamo kwamba kama tutacheza, manake kama kasi wamerudisha majibu kwamba bwana hiyo kesi ianzie huku, na hawa ndo custodian wa kwanza TFF pamoja na bodi ya ligi. Wewe unaishauri vipi klabu ya Yanga ifanyaje vuka kwenye kipindi hichi kigumu? Labda kitu cha kwanza ni kwamba wasifikirie tena, maana sasa hivi wanasheria wa Yanga, kile kitengo cha wanasheria Yanga hawana kitengo cha wanasheria, chote kiko ovyo ovyo, unaelewa? Kwa hiyo hapa wanapanga kitu hiki sasa, twende FIFA, sawa, tukale tena rufaa nyingine FIFA, maana watoke kasi waende FIFA. Unaona bwana, ni kitu ambacho cha kijinga. Mimi sikioni kama kitu kina busara zaidi, unaelewa? Kwa sababu kule unapokwenda hata tukikata kule bado wao wataturudisha yale, sawa. Rudini katika vyombo hivi vya chini husika, rudini katika chombo chenu cha kasi. Sasa kasi utakwambia sio kurudisheni kule, rudini tena kule. Unaona bwana, zile pesa zote ambazo mtakazokatia rufaa inakuwa klabu imepoteza mabilioni ya pesa, unaelewa? Sasa mimi nazungumzia katika vyombo vya habari, ni kwamba nafasi yangu mimi sio kwamba kupata nafasi ya kuonana naye, no. Yule hawezi kuonana na mimi, na mimi siwezi kuonana na yule, kwa sababu kila mtu anaweka mipaka yake, sawa. Sasa kabomba nafasi, wazee wa klabu ya Yanga mje mnishauri, ni kijana bado mdogo Elsi. Kama atakuwa amelijua hilo, sitakwenda kumshauri. Kama atakuwa amelijua hilo, sitakwenda kumshauri, lakini ushauri wa bure sisi tunazungumzia katika vyombo vya habari. Na nadhani kwamba wakongwe anawajua, lakini ana sababu nao. Sababu kwa sasa tunahitajika busara. Wakongwe anawajua, lakini sasa yeye ana sababu zake za kutokuwa na wakongwe, sawa? Akiwashirikishi. Ndio manake. Liko wazi ile mzee. Liko wazi. Sisi tunazungumzia hapo katika vyombo vya habari. Hatuna shirika sisi na. Kwenye mkutano mkuu wa Yanga haya huwa mnayasema? Mimi nadhani kwamba kwa sasa hivi siwezi kuzungumzia mkutano mkuu wa Yanga, kwa sababu hata hii katiba ndio sehemu ambayo mnaweza mkakutana na rais. Hii katiba inayozungumziwa sasa hivi, mimi ndo naipinga hapa mahakamani. Sawa? Niko humu ndani ya mahakama. Hii katiba inayozungumziwa sasa hivi, mimi ndo naipinga humu ndani ya mahakamani. Sasa siwezi kusema kwamba twende katika mkutano katoe mawazo na kwenda katika mkutano kama nani. Okay, kadi yao mimi sina. Ni mwanachama wa Yanga. Upo warali ambao mimi naujua, ambao mpaka serikali yenyewe unajua kama mimi wanachama. So mkuja hapa kuomba mimi nifute wanachama, mbona mahakama imekataa? Kwa sababu wanajua warali. Uongozi wa Yanga au kesi ilianzishwa na nani ya kufuta wanachama? Kesi mimi nimefungua kesi, nimeshinda kesi. Wao waliingilia kesi, wakaingilia, wakatengua. Katika kutengua wao katika madai yao wakaomba na wanachama wa Yanga afutwe wanachama wake, lakini mahakama ilikataa hiyo swala. Kwa hiyo kwa nini wamekataa? Wanajua kabisa hapa kuna kitu fulani kiko katikati ambacho uhalali wangu mimi upo. Sawa? Tena sio wa kulipa kadi, hata kama sikulipia kadi miaka 10 bado mimi ni mwanachama. Kwa sababu simuoni mtu wa kwenda kumkabidhi pesa yangu sawa niizinisha kwamba mimi ni mwanachama wa Yanga Afrika, kwa sababu wote mimi siwatambui kama ni viongozi wa Yanga. Unaelewa? Tuambie kwamba kwa msimamo wako kwamba dabi ipo au haipo? Nimelizungumzia hapa, dabi ipo. Hata kama viongozi wanazungumza hivyo kwamba dabi hakuna, mimi nasema dabi ipo na itapigwa. Wanachama wa Yanga wote katika matawi na wapenzi, sawa bwana, tukae katika mkao wa kutabaruki kwamba dabi ipo. Ukisema wakae katika mkao wakati rais wa hiyo klabu anasema uongozi umesema dabi itakuwepo, ni mchezaji gani ambaye ataondoka kambini na kwenda uwanjani? Ni yeye ndo anayezungumzia hivyo na mimi nazungumzia. Ni ndo msemaji wa mwisho. Hakatazwi kuzungumza na mimi sikatazwi kuongea. Tawachukua wachezaji kutoka kambini mtawapeleka Kariakoni, wana tatizo, haina matatizo. Kwa hata hili ilikuwa tumwambia tuingize timu uwanjani, sitakiwa siingie nawe vile, mbona tuliingiza? Kwa hiyo msimamo wa mwisho ni kwamba dabi ipo na Yanga wataingia uwanjani. Wewe utakuja kuniambia leo tarehe ngapi leo? Basi mtanipigia simu yangu sinayo. Bwana, mechi ya kuingia uwanjani, sawa? Timu Yanga haikucheza leo. Mtanipa taarifa hivyo. Maana yake mashabiki wa Yanga wanahakikishia wakae tayari. Wakae katika mkao, wajipange katika matawi. Dabi ipo. Wewe anayesema sijui engineer kwamba dabi hakuna nini, haiwezekani. Kwa sababu ukiangalia kitu kwa umakini kwamba yeye kama atakataa kuingiza timu uwanjani, na maana Yanga lazima ikatoe pointi 15. Sawa bwana? Lazima ishushwe daraja la 4. Ni kigumu. Hatuwezi kukubali kwa kitu kama hicho. Kwenda kupoteza mechi moja tu na Simba. Twende tukacheze, hata kama tunafungwa ndio mchezo ulivyo. Lakini Yanga 15 unatoa. Unaelewa? Twende tukacheze hata kama tutafungwa. Lakini tumepoteza pointi 3, sio 15.
15 umetuhakikishia wewe unayeongoza hapo, wewe sio Yanga, wewe ni Simba. Wewe unacheza nao tu wale kwa kioo, watu tuangalie tu kwamba wewe unacheza nao, lakini wewe ni Simba. Umeamua kuwapa ubingwa wale. Lazima timu ingie uwanjani. Wewe mzee Magoma, tumalize kwa hili. Umesema pia wewe mwenyewe unaziona dhuluma kwenye uongozi wa TFF pamoja na bodi ya ligi. Kama unakubali kwamba Yanga iingize timu uwanjani, umekubali kuchutama mbele ya TFF na bodi ya ligi? Nasemaje? Hao ndio wenye mpira wao. Walikuwa watu wa kwanza kuwakataka ile katika kipindi cha uchaguzi kwamba watu watufai. Sawa bwana? Lakini kwa sasa hivi lishatokea hili, hapa kuna mtego. Lazima sisi twende uwanjani. Bora mkubali. Bora tukubali. Tuangalie tu kwamba mwaka huu ndio uchaguzi mwakani. Basi kalia tena asirudi tena katika madaraka basi. Wanaosema hivyo ni akina nani? Wadau si wadau peke yake. Mimi nasema TFF wenyewe labda wanazungumza hivyo. Kwamba Yanga wamenufaika katika kipindi chake yeye. Sawa, na yeye kanufaika na Yanga katika kipindi chetu sisi. Kwa lengo gani? Kwani sisi tumenufaika kwa lengo gani? Nyinyi mnaiona. Hebu tazameni Yaani manufaa yetu sisi yamekuja, yani sisi wote tumepata manufaa. Karia akapata manufaa na sisi tupata manufaa. Sawa? Sisi ndio tuliopandisha ligi katika Afrika kwa ligi ya 5 bora. Sawa? Baada ya kushiriki katika mashindano ya kimataifa na timu za taifa zote tulikuwa na Simba wakikusikia hivi na watakuja juu. Kama wanataka kuja juu aje tu. Mimi naona Simba ndio wako sasa hivi ndio wanaingia robo final. Ndio na wao nao wameingia nusu final. Nawapongeza. Mimi mwana michezo ona. Sawa bwana? Nawapongeza Simba kwa hatua waliofikia. Wakaze mkanda. Sawa bwana? Hatuhitaji ile mwaka robo, hatunahitaji mwaka nusu. Sawa bwana? Tunamhitaji mtu wa kunyanyua kwa hapa. Historia kwamba mimi nimefika nusu. Mimi nimefika robo. Unaona mimi nimefika mara nyingi. Ile ife. Tunatakiwa historia kwamba mimi nimechukua kombe. Sawa, anapochukua Simba kombe na mimi siwezi kukaa nikaboteka. Na mimi nitalibeba vile kombe. Unaambiaje watu ambao wanabeza sasa kwa Simba wanafikia? Ni kila mtu ana maono yake. Kwa mimi siwezi kumlazimisha mtu eti wewe unabeza. Mimi siko hivyo. Mimi naangalia tu mafanikio ya Simba jinsi yalivyo, yako vizuri, na ila nawaombea na wao wenyewe wakaze mkanda wachukue lile kombe. Sawa? Asiwe mwaka nusu au mwaka robo. Ile hatutakiwi. Useme kwamba mimi zaidi nimefika robo mara 5, mimi zaidi nimefika nusu mara ngapi? Ile story ife. Nataka nimefika chukua kombe. Unajua hii kama linatimia, likitimia lipo uwanjani, lakini sasa kuna habari nyingine, tetesi za chini. Kuna tetesi za chini, huyo mtu anarudi, lakini katika kurudi kwake bado ndugu zetu Simba wanamtaka na wamemwekea fungu kubwa ambalo fungu hilo litakuwa kwake na Pacome. Sawa bwana, wote wawili. Ili kwa sababu bado ziko katika chini ya carpet. Sawa hazijakuwa official. Tuizungumzie kijujuu kama vinavyozungumziwa. Ni habari za mitaani. Kama kweli zipo, basi mimi naona kwamba viongozi wangu wajaribu kukaza msuli kidogo. Sawa kwa sababu kipindi hiki tulichokuwa nacho vile kuna wachezaji hapa katikati baada ya ligi wataondoka wengi tu Yanga ambao wenyewe hadhi yao. Kwa hiyo mtu Faisal atakuwa ni mtu muhimu sana ndani ya Yanga. Sasa sijui nizungumze nini, kwa sababu si nizungumze chini ya carpet na au ni habari tu za mtaani. Basi mimi nizungumzie habari za mitaani habari kama za mitaani vile. Nasikia. Azisikie yuko njiani kuondoka. Nasikia Ndaka Mishale naye yuko njiani kuondoka. Nasikia mtoto wangu Mzinze naye kuna timu imepatikana huko anataka kuondoka. Hawa wote wachezaji wazuri. Chelewa? Hawa wote ndio wachezaji ambao bebe Yanga wanategemea. Kwa hii hatua tuko tumefikia sasa hivi. Kumkosa Faisal itakuwa ni kesi ya ziada. Chelewa bwana? Sana, itakuwa kesi kubwa sana. Faisal ni muhimu sana na Yanga. Mimi Pacome mzuri naye, lakini sijaona kwamba mwaka toka umeanza kama kauanza vizuri. Namuona sijamuelewa, lakini sasa sijui maana hivi vilabu vile bwana, ukishaona mchezaji umuelewe basi uje tayari kisha tekanywa upande wa pili. Sasa sielewi sasa.
nini sasa? Kapapaswa upande wa pili, bwana njoo bwana, hili kuna fungo hivyo. Sasa sijui kwamba kapapaswa au ni majeruhi. Kwani ana tofauti na kiwango alichokuja nacho mwanzoni? Badilika katikati ya msimu. Katikati ya msimu. Mwaka jana kacheza mpira sana. Sawa? Ile ndo sijajua kama ni injury zake au papasa. Maka akishapapasa upande wa pili, basi hayo mambo huwa yanatokea vile vile kwa mchezaji. Huwa anacheza kiwango cha chini. Labda watu wanadodasa, wanamtaka kujua mkataba wake umekuaje, sisi tunakuhitaji wewe. Sio bwana? Ni hivyo. Shukuru sana. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.